Mwanamke aliyepona ambaye ameshakutana na Yesu akapona, anakuwa chombo cha faraja kwa wengine. Utawabeba wengine pia wakiwa kwenye maumivu, utaelezea njia uliotumia ukatoka huko. Aliyeumia na kuponywa anaweza kuwa mfariji wa walioumizwa, anakuwa shahidi wa huruma ya Mungu, anaweza kusema, anaweza kuwa mama wa kiroho wa mtu mwingine. Kwa hiyo usikubali kukaa na maumivu, nenda kaguse pindo la Yesu ili wewe uweze kupona. Mwanamke mwenye amani lazima awe na uso kama wa Yesu, uso wa huruma, ambao mwanamke alienda kumgusa Yesu katika huruma ni Veronika. Kwa hiyo wakati unasema hii salamu yenu, mwanamke mwenye amani ni mjenzi wa jamii, tambua kwamba unatakiwa uige tabia kama za kina Veronika, za kwenda kugusa uso wa Yesu kwa amani. Mwanamke mwenye amani hujua kugusa majeraha ya wengine na kuyaponya. Mwanamke mwenye amani atafanya utume wake bila kuwa na wasiwasi. Mwanamke mwenye amani ataweza kuvumilia hata changamoto zinapokuja. Na mwisho kabisa, sitaki kusoma hapa, nimalizie hichi kitu nisiache kukisema. Mama ulioko hapa, kuna mwanafalsafa anaitwa Aristotle. Mwanafalsafa huyu ancient philosopher, ni wa zamani. Yeye alisema mwanadamu anapaswa ajifunze elimu za namna mbili. Elimu ya kwanza ni elimu ya akili na elimu ya pili ni elimu ya moyo. Elimu ya akili ni kama kujifunza hesabu, Kiingereza, sayansi, hiyo ni elimu ya akili. Elimu ya moyo ni kama huruma, upole, maadili mema. Elimu mbili. Kwa hiyo akili, ikiwa umejifunza elimu ya akili peke yake, ukaacha kujifunza elimu ya moyo, unakuwa mtu hatari sana. Umejifunza elimu nusu. Kama una akili ya kichwani tu, alafu una akili ya kiroho, unakuwa ni mtu hatari sana. Kwa mfano, mtu mwenye akili tu, elimu ya akili peke yake, anaweza akawa tapeli mwenye lugha nzuri sana. Anaweza akawa fisadi mwenye maneno mengi, au kiongozi asiyekuwa na huruma. Ukiwa mtu wa moyo peke yake bila kuwa na akili, utakuwa fanatic. Yaani unakuwa ni mtu wa dini, unaamini mambo ya kimungu lakini hautumii akili. Ndio hilo nasema mimi sihitaji kwenda hospitali, nitapona kwa jina la Yesu. Au unasema naomba nichemshe maji nijimwagie kwa jina la Yesu, yatapoa. Hujatumia akili. Aristotle anasema elimu ya akili na elimu ya moyo vikishirikiana unakuwa mtu smart sana. Wakati Mama Tibaijuka alipokuwa anaongea, mimi nilikuwa nipata concept ya Aristotle, kwamba alikuwa anasema, unajua wengine tulitengenezwa na masista, tulijifunza vitu lakini hatukuwa hivyo. Wewe unajua, unafikiri kwa nini serikali inawapenda wa seminari? Kwa nini serikali inapenda kuajiri wa seminari? Wamejifunza elimu ya akili na ya moyo. Mtu mwenye akili ambaye hajui kucontrol hasira zake ni hatari. Mtu mwenye akili alafu hana huruma ni hatari. Ndio maana unamwona mama hapa anavyoongea, manake elimu zote alielimisha moyo na akili. Ndio maana